Mke wako sio mali yako, ni mali ya Mungu. Mume wako sio mali yako, ni mali ya Mungu. Kwa hiyo tunapokaa tukae kwa kunyenyekeana kwamba sisi wote ni mali ya Mungu, na kumheshimu Mungu ambaye amekupa dhamana ya kuwa na huyo mke, Mungu ambaye amekupa dhamana ya kuwa na huyo mume. Na ndio maana kuna vifo vingine vinatokeaga tu kutokana na aina ya maisha watu wanaoishi ndani. Mmoja tu Mungu anaamua kumuondoa, alafu mwingine anabakia tena kuwa mpweke. Lakini kuna wengine unakuta kweli ni safari imefika, lakini kweli kuna wengine kuna safari hazijafika, watu wanafupishiana safari. Unakaa na mke unamtesa mpaka anakufa kwa sababu umemtesa. Ameumia, amehuzunika, mauchungu, usiku halali, anakesha mpaka anapata na magonjwa. Unapata. Hilo sio kusudi la Mungu. Unafikiri utatoa hesabu? Kwa sababu Mungu anaona kila kitu. Hatuwezi kumficha Mungu. Hakukupa mke umkandamize, hakukupa mume umkandamize. Amekupa uishi naye kwa upendo, uishi naye kwa amani, uishi naye kwa furaha. Lakini si kwa kumfanya mpaka unautoa uhai wake. Hapana. Acha mtu atolee uhai na Mungu mwenyewe, lakini wewe sio sababu ya mume wako kufa, usio sababu ya mke wako kufa. Tunajuaga Mungu mtu wakati wake ukifika anaondoka kwa wakati wake, lakini wewe usio sababu. Sasa kwenye maisha ambayo tunaishi kwenye ndoa, watu wanasababishiana, watu wanauana, watu wanachomana visu, wanaonekana sumu. Hiyo ndo mbaya. Haipaswi. Kabla hujamwekea sumu, kabla hujamua, kabla hujafanya chochote baya, kumbuka wewe ni mtu wa Mungu. Ana thamani kubwa mbele za Mungu. Ana thamani, ana heshima kubwa kwenye macho ya Mungu. Uishi kwa unyenyekevu na kwa hofu ya Mungu, kumhofu Mungu kabisa. Ili usimchukulie poa hata kidogo. Paka Mungu ameleta message ni kwamba ameona kuna tatizo kwenye ndoa. Watu tumeacha kuheshimiana, tumeacha kutunzana, watu tumekuwa tukiumizana kwa sababu unafikiri mke ni wa kwako. Huyo mume ni wa kwako. Kwa hiyo unaweza ukamfanya chochote unachokitaka. Hapana. Sio hivyo. Tunatakiwa kuishi kwa hofu, jua kwamba huyu ni wa Mungu. Umepewa tu dhamana. Kama huyu mwanadamu mfano ambao nimeutoa halisi, alimrudisha kule mtoto wake nyumbani, wa kike yake, binti yake. Toka huko achana mwanaume, nitamninginiza, anaweza kama nitamfuata, nitamnyonga, sio nitamfanyaje, nitamninginiza. Lakini yeye mke wake anampiga. Kwa hiyo uzazi wake, huyo mke wake sio mtu. Wewe wakake ndo mtu. Ndio Waswahili wakasema mkuki kwa nguruwe mtamu, kwa binadamu mchungu. Yaani wanaume wanaumia toa wa kike wanaponyanyasika. Kuna mmoja akataka kumzaga tu mume wake, lakini akaenda tu akaja akaniambia baadaye. Alikuwa anamtesa mke wake, anamnyanyasa, amjali, amheshimu. Yaani mke wake kitu kikakaa huko moyoni, anatamani siku moja muulize kwa sababu anajua anampenda. Unajua wanaume wengi wanapenda watoto wa kike. Kwa anatamani kumuuliza, hivi vitu unavyonifanyia mimi, uko tayari mtoto wako wa kike huyu kwenda kufanywa kwa mume wake? Wewe utavifurahia? Au unafikiri mimi sina baba ambaye anaumia kama wewe ambavyo utaumia mtoto wako anavyokufanyia? Hasa kama upendi mtoto wako akafanywa hivyo, kwa nini unamfanyia mke wako? Kwa nini unajisahau? Kwa nini unajizima data? Wewe kama utapata uchungu mtoto wako kwenda kupigwa vibao, kutukanwa, kupigwa mateke, kwa nini unampiga mke wako? Hiyo si mbegu mbaya unayoipanda.